Endelee kung'ang'ania watu ambao muda wao na sababu ziwafanya waje kwenye maisha yao zimeisha. Ni hatari sana kumweka mtu ndani ya maisha yako zaidi ya muda ambao ulikuwa unatakiwa. Sio kila mtu utakayeanza naye utamaliza naye, na kila sio mtu utakayeanza naye atakuacha katikati. Wako watu ambao utaanza nao na utamaliza nao. Wako ambao utaanza nao mwanzoni wataishia katikati, na wako ambao watakuja katikati na wataondokea katikati, na wengine watakuja katikati wataondoka mwishoni. Kwa lazima ujifunze kwenye maisha kwamba kuna wakati ambapo kuna watu wataondoka, na si lazima muwe mmegombana. Watu wengi sana wanafikiri ili mtu aondoke katika maisha yao lazima wamegombana, wamekosana, kuna ugomvi. Hapana. Wakati mwingine ni majira yao yamepita, wakati mwingine ni sababu iliyowafanya waje kwenye maisha yao imepita. Ukiendelea kumng'ang'ania mtu ambaye muda wake umeisha, badala ya kuwa ni baraka kwenye maisha yako, atageuka na kuwa ni laana. Inawezekana ni mtu kazini, inawezekana uko kwenye mahusiano naye, inawezekana kwenye biashara kama business partner, na kwenye maeneo mbalimbali tu. Sasa kuna vitu ambavyo unatakiwa uvijue kuhusiana na watu, usiwang'ang'anie. Ya kwanza ni kwamba kuna watu wanaondoka kwenye maisha yako sio kwa sababu ni mbaya au sio kwa sababu sio kwa sababu wao ni wabaya, ni kwa sababu tu wamekamilisha kilichowaleta. Wengine wanakuwa wanajua kabisa wanakuja kwako kufanya nini, aidha kuchukua au kukupa. Wengine wanakuwa wajui, wanakuwa wapo tu pale hawajielewi, lakini ukweli ni kwamba wameletwa na wamepangwa wawe kwenye maisha yako kwa wakati huo kwa sababu maalum. Kwa hiyo inawezekana huyu mtu ameondoka, au mtu amepoteza ladha na wewe, au wewe umepoteza ladha na wao kwa sababu wamekamilisha kilichowaleta. Inawezekana kabisa kilichowaleta ni kwamba wewe wamekupatia kitu fulani. Inawezekana wamekupatia fursa, inawezekana wamekupatia connection fulani, inawezekana wamekupatia mtaji, inawezekana walikupa faraja wakati fulani na muda wao umeisha, wanaamua kuondoka. Au inawezekana wewe pia kuna kitu ulikuwa umewapatia. Inawezekana kuna jambo umewapatia, kuna somo uliwapatia, na wewe pia inawezekana kuna connection uliwapatia, kuna furaha fulani uliwapatia, kuna jambo fulani ambalo walipata kutoka kwako. Wakisha kamilisha au mambo haya kisha kamilika, basi hawana sababu ya kuendelea kuwa katika maisha yako. Kumbuka, hakuna watu wanaokutana kwa bahati mbaya. Hakuna watu wanaokuja kwenye maisha yako kwa bahati mbaya. Kila anayekuja anakuwa na sababu na anakuwa na majira yake. He has a reason and he has a season. Kwa hiyo wakati unapoisha, majukumu yanapoisha, huyu mtu utashangaa tu. Hata mwenyewe utashangaa, basi sijagombana naye, lakini ile ladha ya kuwasiliana naye kila siku imepotea. Ladha ya kumtafuta imepotea. Ile hamna excitement iliyokuwa nayo juu ya mtu imepotea. Ukianza kuona hivyo, inawezekana kabisa kilichowaleta kimekamilika na sasa ni wakati wa wao kuondoka. Si lazima ugombane nao ili waondoke. Jifunze kutowang'ang'ania. Jambo la pili ambalo unatakiwa kulielewa inapotokea hali kama hii ni kwamba kuna jambo la hatari liko mbele, unaepushwa nalo. Unajua kuna vitu vingi ambavyo vijui. Mbele yetu kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea. Kuna watu ambao walimshukuru Mungu kwamba kuna watu walipotea kwenye maisha yao, kwa sababu hao watu baadaye wakagundulika wana changamoto fulani ambazo kama wangekuwa wameendelea kuwa pamoja nao, na wao wangekuwa sehemu ya hizo changamoto za watu wao. Wengine ilikuwa ni kesi mahakamani, wengine ilikuwa ni jambo fulani waliokamatwa nalo, wengine ilikuwa ni aibu fulani pengine iliyotokea. Kuna vitu ambavyo huwezi kuvijua. Wengine unakuta alikuwa anaficha makucha ambayo alikuwa hayaonyeshi, lakini baadaye akaja kudhihirika. Unapoona unafikiria au unapata hisia za kuachana na mtu, usilazimishe. Inawezekana kuna jambo la hatari sana ambalo unakuepushwa nalo. Ukiendelea kung'ang'ania lile jambo la hatari litakuja kutokea, afu baadaye utajilaumu. Ndio maana si vizuri kabisa kuendelea kumng'ang'ania mtu ambaye ameamua kuondoka kwenye maisha yako. Wewe unaweza usijue kwa sababu una macho ya kuona mbali sana, lakini Mungu anayekuwekea hisia ndani yako anajua kwa nini anaziweka hizo hisia sasa hivi, au kwa nini anamfanya huyo mtu abehave kwa namna hiyo, kwa sababu kuna jambo anakuepusha. Ndio maana katika maandiko tunafundishwa kwamba tujifunze kushukuru kwa kila jambo. Kwa nini? Kwa sababu kuna mambo ambayo leo hautaelewa kabisa kwa nini yanatokea. Mara nyingi mambo ya namna hiyo yakitokea, unaanza kujiuliza swali, hivi mimi nimekosa nini? Nimekukosea nini? Wakati mwingine mpaka unamtafuta huyo mtu unamuuliza, nimekukosea nini? Mbona siku hizi upokee simu zangu? Nimekukosea nini? Mbona siku hizi unanikwepa? Nimekukosea nini? Mbona siku hizi unikumbuki? No, wakati mwingine hata sio kwamba umemkosea kitu chochote. Kuna hatari ambapo baadaye utakapotokea ndio utaelewa kwamba oho, na kushukuru Mungu kwa sababu ulikuwa unaniepusha na jambo hili. Jambo la tatu ni kwamba wamebadilika, sio wale uliokutana nao. Wakati mwingine hao watu utakiwa kuang'ang'ania kwa sababu ulikutana nao wakiwa watu wa aina fulani,
na sasa hivi wamebadilika kabisa. Inawezekana tabia zao zimebadilika. Wewe ulikutana na mtu mwadilifu, lakini sasa hivi amekutana na makundi mengine, amebadilika tabia yake, amekuwa tapeli, amekuwa muongo, amekuwa mwizi, amekuwa mtu wa tamaa. Sio yule uliyokutana naye. Kwa hiyo usimng'ang'anie, kwa sababu wewe ulikutana na mtu tofauti na sasa unadili na mtu tofauti. Wakati mwingine ulikutana na mtu ambaye alikuwa anakupenda, anakujali, anakuthamini, anakuona wewe ndio kila kitu kwenye maisha yake, lakini sasa hivi ana mtu mwingine aliyempa hiyo nafasi, amemthamini, Kwa hiyo ukiendelea kumng'ang'ania ni kwamba umeshapoteza kitu ambacho kilifanya kuwaunganisha. Ni kwamba huyu mtu sasa amebadilika, sio yule ambaye ulikutana naye. Kwa hiyo ukiendelea kung'ang'ania, kwa kweli ni kwamba huyu ni mtu mpya, lazima umwachilie, kwa sababu sio yule wa zamani ambaye umekutana naye. Kwa hiyo usiendelee kumng'ang'ania mtu wa namna hiyo, kwa sababu utakuwa unang'ang'ania kitu ambacho sicho ambacho haswa ulikuwa umekipata pale mwanzoni. Jambo la mwisho kwenye hili somo ni kwamba watu wa namna hiyo wakati mwingine wanaondolewa na Mungu kwenye maisha yako. Wanaondolewa. Unajua kuna watu ambao hauko tayari kuwapoteza, lakini ni muhimu wapoteze kwa faida yako ya kesho. Lakini ukiambiwa leo kwamba umpoteze huyo mtu, hautakubali kwa sababu ya maumivu unayofikiria, kwa sababu ya namna ambavyo unamchukulia. Unaona kama itakuwa ni hasara kubwa katika maisha yako. Lakini Mungu anajua kabisa kwamba kwa hatua ambayo unatakiwa uende, kwa mahali ambako unataka nikupeleke, kwa majira mapya ambayo unatakiwa kuingia, ni kwamba huyu mtu lazima asiwe sehemu ya maisha yako. Sasa kwa sababu wewe mwenyewe umeshindwa, Mungu anatengeneza mazingira fulani hivi ambayo yatasababisha huyo mtu aanze kukaa mbali na wewe. Usimng'ang'anie. Kwa hiyo inawezekana Mungu anawaondoa kwenye maisha yako. Na mara nyingi unakuwa na sababu mbili. Moja ni kwa sababu anawaondoa ili usimame mwenyewe. Kuna mara nyingi sana umeshindwa kutengeneza uwezo wako kwa kumtegemea mtu. Ukiwa na shida kidogo unapiga simu unasaidiwa. Ukiwa una hela unapiga simu unasaidiwa. Umetengeneza hali fulani ya utegemezi wa muda mrefu ambao ni kama aina fulani ya utumwa ambao mwenyewe hujui kama ni utumwa, lakini ni utumwa. Kwa Mungu anapotaka kuanza kukufanya ujitegemee, uwe imara, kwa sababu kuna kiwango anataka kupandisha, atahakikisha anaondoa wale watu wote ambao ni tegemezi kwenye maisha yako, ambao wewe unawategemea, ili uanze kujenga mizizi na misuli ya kusimamia kitu chako mwenyewe, ya kuwa na uwezo wa kuamua wewe mwenyewe. Lakini sababu ya pili ni kwamba anakuondolea utegemezi wa muda mrefu kwenye maeneo ya msingi. Kwa mfano maeneo ya fedha, maeneo ya maamuzi. Unajua kuna watu ambao unakuta hawezi kufanya maamuzi mpaka fulani aseme, mpaka fulani aamue. Matokeo yake amekosa fursa nyingi kwenye maisha. Matokeo yake ameshindwa kuwa mtu ambaye anaaminika kwenye jamii. Matokeo yake ameshindwa kujisimamia. Kwa nini? Kwa sababu ya utegemezi. Kwa Mungu ana create distance ili akupeleke katika utu upya, akufanye mtu wa tofauti na vile ulivyokuwepo mwanzoni. Kwa hiyo sio kila wakati unapoona mtu anaenda mbali na wewe basi unatakiwa utumie nguvu kubwa sana. Jifunze kuelewa, inawezekana huyo mtu anaenda mbali kwa sababu ya hizi ambazo nimezieleza. Ukizigundua kama ni sababu mojawapo katika hizi nilizoeleza, manake using'ang'anie. Kung'ang'ania watu zaidi ya muda wao ni kujitafutia matatizo yasiyokuwa ya lazima. See you at the top. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.